Tangu mwaka 1909 Africa Inland Church ikaanzishwa na mpaka kufikia sasa hivi takriban miaka 117. Ni kanisa ambalo limeenea kanda ya Ziwa, lakini liko maeneo mengi tu, na sasa hivi likifika kanda ya kati, wakisema diocese ya kati hiyo, lakini diocese ya Pwani zungumzia Arusha na kwingineko, na kupitia idara yake ya Injili na misheni. Kanisa hili linapokuwa linafika maeneo hayo, kuna rasilimali ardhi ambayo inahitajika kwa ajili ya kujenga miundombinu mbalimbali, ikiwemo shule, hospitali, hata na majengo ya kuabudia. Mimi ni Mkristo mtembezi Boaz Silas, niko katika ofisi ya katibu mkuu wa kanisa hili ambaye ni mchungaji na mwalimu Joseph Fares Mtebe, kwa ajili ya kujaribu kuzungumza, kuangazia kwa ujumla swala la usimamizi wa rasilimali ardhi ukoje katika ofisi yake. Tumekuwa tukishuhudia migogoro mingi katika baadhi ya taasisi za kidini, ikihusisha masuala ya ardhi, kuporwa kwa ardhi, lakini muda mwingine inatajwa ni Wakristo wenyewe ndani ya dhehebu husika wakiwa wanapora ardhi hizo. Sasa hili likoje ofisi ya katibu mkuu na serikali kwa ujumla, mamlaka zilizopewa kusimamia rasilimali ardhi, mambo yanakwenda vipi katika taasisi za kidini? Na hapa niko na katibu mwenyewe mchungaji Joseph Fares Mtebe. Bwana Yesu asifiwe sana baba. Amina. Katibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tulikutana kipindi kirefu kidogo, tukajaribu kuangazia ofisi yako ilivyojikita zaidi katika maendeleo ya kimkakati na ujenzi wa ofisi kuu Inland House. Kwanza hongereni sana kwa hatua zilizofikiwa. Tunashukuru Mungu sana kwa vile ambavyo ameendelea kutusaidia, lakini sana kipekee tunawashukuru waumini wote wa Africa Inland Church Tanzania ambao kwa namna moja au nyingine wamehusika kufikisha kazi hii mahali tulipoifikisha. Wewe unapokuwa unalitazama jengo hili lenye orofa 4 mpaka sasa, ulitarajia litafika hatua hii? Kimsingi mimi nilikuwa na imani kubwa kuwa linaweza kufika tena mapema zaidi kuliko wakati huu. Ndio. Na kwa kuzingatia ukubwa wa Africa Inland Church Tanzania, idadi ya waumini wa Africa Inland Church Tanzania, uwezo uliomo Africa Inland Church Tanzania wa kiuchumi, rasilimali watu iliomo Africa Inland Church Tanzania, elimu. Kwa hiyo sana kilichohitajika hapa ilikuwa ni umoja tu. Okay. Ambao mpaka sasa tunaupigania. Kwa hiyo hata hivyo mimi ningesema tumeenda kwa kusuasua. Kama maamuzi magumu yangefanyika au yakifanyika, tungefanya kwa mapema zaidi na kumaliza. Tangu mwaka 1909 ni moja wapo ya madhehebu ambayo walikuwa na shule nyingi sana hapa nchini, AICT. Na kwa nini kimaendeleo limechelewa kiasi hiki, na mpaka leo kufikia mwaka 2026 sasa ndio tunaona ujenzi huwa jengo la ofisi kuu? Kwa kweli sijui niseme nini hasa, lakini kimsingi kanisa letu limekuwa huko nyuma likisaidiwa sana na wamisionari ambao walifanya kazi na Africa Inland Church Tanzania, hasa Africa Inland Church Mission AIM, ambao ndio kwa kweli wazazi wa Africa Inland Church Tanzania. Kwa hivyo mambo mengi yaliyofanyika huko nyuma yalifanyika katika usimamizi wao pamoja na mission zingine ambazo zilikuja kushirikiana na sisi. Na kwa hivyo hao ndio walioanzisha. Hata tunapoongelea shule nyingi hizo, hatuziongelei katika mfumo wa kuanzishwa na kanisa wakati wa uongozi wa wazalendo. Ilikuwa ni wakati ambapo misionari walikuwa wakifanya kazi hiyo ya kueneza Injili, na kwa hivyo hospitali pamoja na shule zilitumika kama njia za kufikishia Injili pamoja na kuandaa watu, na kwa kweli tulifanya vizuri. Na hata mpaka pale wamisionari walipokabidhi kazi kwa kanisa kwa kushirikiana na kanisa, bado iliendelea kuwa vizuri. Ni baadaye serikali ilichukua shule hizo na ikaendelea kuendesha shule na huduma hizo za afya, na hasa shule zilipochukuliwa, mfumo wote wa uendeshaji wa shule ulikuwa chini ya serikali.
na kwa hivyo hakuna makanisa ambayo yaliendesha tena mpaka pale serikali iliporudisha mfumo wa kuwa na taasisi binafsi ambazo zitasaidiana na serikali katika kuendesha mfumo huo. Ndipo ilipofikia baadhi ya makanisa wakaanza kuiomba serikali kuwarejeshea baadhi ya shule zao zilizokuwa zao. Sasa sisi hatukufanya hivyo na tuliendelea tu. Shule zetu nyingi mpaka sasa ni shule za serikali, na sisi tunafurahi kwa sababu zinatoa huduma ya jamii. Kwa hiyo ambacho tuliamua kukifanya sasa ni kufanya kwa wakati wetu, baada ya kuwa tumechukua sisi mfumo huu wa kuendesha kanisa tukiwa wazalendo na kwa kutumia mapato yetu ya ndani, tunaendelea kuwahamasisha sasa makanisa yetu ya mtaa kuanzisha shule, na kwa kweli mwamko ni mkubwa sana. Tunakoelekea tutakuwa na shule nyingi za msingi, sekondari, na elekea kuwa na vyuo pia. Ndio. Baadhi ya watu wamekuwa wana kutazama na kuogopa kwamba huyu katibu mkuu ni mkali sana kanisani na alipaswa awe mnyenyekevu kweli, na muda mwingine kauli zako zikiwatisha kweli za kusema utawafunga watu ambao wanaleta ubadhirifu katika mali za kanisa. Unaweza kuzungumziaje hili, mtazamo wa watu? African Inland Church Tanzania sio kanisa maskini. Sio kanisa maskini hata sasa, ningesema ukilinganisha rasilimali ambazo Mungu ametupatia, rasilimali ardhi, rasilimali vitu, watu hawa wenye akili nzuri nyingi. Sasa swala la ubadhirifu wa mali ya kanisa halimfurahishi mtu yeyote. Hata waumini wenyewe hawafurahii, isipokuwa kumekuwa na kikundi cha watu wachache ambao wamekuwa bila aibu, bila uoga, bila kumwogopa Mungu, wakiamua kwa makusudi kufanya ubadhirifu wa mali ya kanisa, na sio tu ubadhirifu wa nje, wanadiriki kugusa hata sadaka zinazotolewa kanisani. Sasa huwezi kuchekea mambo ya ajabu ajabu kama haya. Yaani wanaiba, unacheka, haiwezekani. Kiongozi anapaswa kuwa na sura zote. Huwezi kuwa tu na ya unyenyekevu hiyo. Well, Biblia inatuita kuwa unyenyekevu, lakini Biblia hiyo inatuambia kemea, karipia. Sasa unyenyekevu haumaanishi uwe mnyenyekevu sasa usikemee wala usikaripie, utakuwa unajichanganya pia. Kwa hiyo pale ambapo tunaona mambo sio sawa, lazima tukemee, lazima tukaripie. Sasa huu ni mwendo wa uongozi wetu wa kanisa katika kipindi hiki. Sio mimi tu, labda kwa sababu mimi ni mtendaji ninaonekana kwa haraka. Unajua kisha pewa kazi ya kuwa mtendaji na mwajibikaji mkuu, unaonekana kwa haraka kuliko wengine, lakini karibu kila mtu hapendi huo ubadhirifu uendelee, na ndicho kimetufikisha mahali hapa tulipofika. Na katika katiba yetu kuna ibara inayoshughulika na utatuzi wa migogoro kanisani. Sasa ibara hii inasema vizuri, inasema katika utatuzi wa migogoro mabaraza ya kanisa yatahusika, na kwa kweli mtatuzi mkuu ni Sinodi Kuu ya African Inland Church Tanzania. Na inasema vizuri, ukisoma ibara hiyo, najaribu kuirejea sikumbuki kichwani, inasema isipokuwa ubadhirifu. Yaani mambo mengine yote yatashughulikiwa na Sinodi Kuu ya African Inland Church Tanzania na mabaraza mengine isipokuwa ubadhirifu. Na baadaye inaendelea kusema ubadhirifu wa aina yoyote itabidi upelekwe katika mfumo wa sheria na mikondo ya serikali itachukua nafasi yake. Kwa hiyo tunaposema tutamfunga mtu ni maamuzi ya Sinodi Kuu ya African Inland Church Tanzania na katiba tuliyoisajili Tanzania, kwamba mtu ameiba. Unajua wakati mwingine tunasema ni vizuri hii iwe wazi. Mwizi sio mwizi tu akiwa stand ya mabasi.
Mwizi ni mwizi hata akiwa kanisani, na hakuna mahali inamthibitisha mwizi wa kanisani kuwa mwizi mtakatifu kwa sababu ameibia kanisani. Na sasa mwizi anafanywaje? Mwizi akamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya sheria na mambo mengine yaonekane. Na hii imetusaidia kuleta nidhamu ya fedha kanisani pia, na ndio sababu unaona kumekuwa na mwamko mkubwa sana. Nenda mpaka vijijini, watu wamekuwa na imani na kanisa lao, wanakubali sasa kutoa mali yao, wanajua ni salama, tofauti na ilivyokuwa wanajua watu wanaichukua kufanyia mambo yao. Sasa tuna mambo mengi mazuri ya heshima kwenye kanisa, majengo, vyombo vya usafiri kwa viongozi. Ukiona maaskofu wetu wanatumia vyombo vizuri kweli vya usafiri, lakini linatokana na michango ya waumini hawa hawa, baada ya kujiridhisha na uzuri na mwenendo wa sasa wa kanisa lao, kwamba mali na sadaka wanayoitoa imeingizwa katika udhibiti, na kwamba wanapotoa mali zao wanamtolea Mungu. Sasa nadhani, sijui kama bado wanatafasiri sana ukali, nadhani sasa wanatafasiri kama mafanikio. Naam. Umezungumza ni maamuzi ya sinodi, lakini mkondo wa sheria ukiingia hapo, baadhi ya watu wamekuwa na mtazamo tofauti kwamba kanisa kujiingiza katika masuala ya kesi mara kwa mara mahakamani ni kama inaondoa picha ni kwamba hiki ni chombo cha Mungu kuwasaidia watu. Taasisi hii imejipanga vipi sasa kuyafanya haya na bila kuharibu pia mtazamo wa watu wengine wanavyofikiria? Mimi siamini kuwa ni mtazamo sahihi. Mamlaka hizi zimewekwa na Mungu. Lakini unasema katibu kwamba kanisa lilipaswa liwasaidie hawa watu, pengine ni ibilisi tukampitia, amechukua fedha za kanisa, kwamba limuombee akiwa nje, limsaidie arejee. Tena kuna wakati ambapo ni vizuri hatua zikichukuliwa ili kuwafundisha na wengine. Na kilichotuumiza hata huko nyuma ni hicho, kwamba tulidhani tunaweza kuwa na watu waliona hata nikichukua kanisani, tena hakuna kuiba, nadhani ilikuwa ni kuchukua. Hata nikichukua hakuna mtu atakayenifanya kitu chochote. Na nadhani ndio sababu uamuzi mgumu ukafanyika tena kwenye katiba yetu.